Licha ya mataifa ya magharibi kusema kwamba wanaitenga Urusi, lakini baadhi ya viongozi kutoka katika mataifa hayo wanadaiwa kufanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin katika kuhakikisha wanapata baadhi ya huduma muhimu hasa za kijamii, ikiwa ni pamoja na mafuta pamoja na gesi. Viongozi kadhaa wa kimataifa wamedumisha mawasiliano kwa siri na rais wa Urusi Bwana Putin licha ya kampeni ya magharibi ya kuitenga Moscow. Hii ni kwa mujibu wa rais wa Serbia Aleksandar Vučić ambaye amedai hayo. Katika mahojiano na mtangazaji wa kipindi cha mazungumzo Mario Naufal siku ya Jumanne, Vučić alisema kwamba hakuwa amekutana binafsi na mwenzake wa Urusi tangu kuongezeka kwa mzozo mwaka 2022. Tulipokubaliana juu ya ukweli kwamba hukufanyika kwa kuzingatia sheria za kimataifa za umma, sikumuona Putin kwa miaka mitatu, alibainisha. Hata hivyo, viongozi wengi walidumisha mawasiliano ya nyuma ya pazia. Vučić alidai huu ni usaliti ambao ulifanywa na baadhi ya viongozi wa Ulaya, huku akidanganyana kwamba wanaipinga Urusi, lakini wamekuwa wakifanya mazungumzo kwa ajili ya kuhakikisha mataifa yao yanaendelea kuwa hai na kutokukosa nishati muhimu ya mafuta pamoja na gesi. Ninajua angalau viongozi wawili wakuu ambao walikuwa wakizungumza naye kwa siri, kwa sababu bila shaka bado ni marafiki zangu huko Kremlin na katika nchi zingine pia, anasema Vučić. Ingawa Vučić hakuwataja viongozi ambao eti walizungumza na Putin nyuma ya pazia, alisisitiza kwamba sio waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban, kansela wa Austria Karl Nehammer au waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico, ambao wote hawajaficha mawasiliano yao na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Nchi za kimagharibi zimejikuta hazina namna, ila waliamua kuitenga Urusi kutokana na mashambulizi yake huko nchini Ukraine. Vučić amesema kwamba atakutana na Putin mnamo Mei 9 wakati wa ziara yake huko Moscow kuhudhuria gwaride la siku ya ushindi, kuashiria ushindi wa Umoja wa Usovieti dhidi ya Ujerumani ya Kinazi katika vita vya pili vya dunia. Kiongozi huyu wa Serbia pia alikumbusha kuhusu mkutano wake wa mwisho na Putin mwishoni mwa mwaka 2021, wiki chache kabla ya uhasama kuzuka kati ya Moscow na Kiev. Baada ya kuondoka katika ofisi ya Putin, nilisema hadharani kwamba nilitarajia nyakati ngumu sana, hakuna mtu aliamini, Vučić alisema. Aidha, alifafanua kuwa ingawa kiongozi wa Urusi kawaida huzungumza kwa muda mrefu juu ya matukio katika jamhuri baada ya Sovieti, wakati huu mada hiyo ilimalizika kwa sekunde 45. Nilijua alikuwa amefanya uamuzi, Vučić alisema. Nehammer alifanya mazungumzo ya ana kwa ana na Putin kuhusu mzozo wa Ukraine mnamo Aprili mwaka 2022. Baadaye akasema sio ziara ya kirafiki, huku Orban alikuja Urusi mnamo Julai 2024 ili kuendeleza kile alichotaja kama ujumbe wa amani. Wakati huo huo, mazungumzo ya Putin na Fico mwezi Desemba mwaka uliopita yalilenga kukataa kwa Ukraine kupanua makubaliano ya usafirishaji wa gesi ya Urusi. Suala hilo lilikuwa likisumbua sana Slovakia ambayo inategemea sana nishati kutoka nchini Urusi. Rais wa Marekani Bwana Trump pia amezungumza na Putin katika juhudi za kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Aidha, licha ya vikwazo vingi, Urusi imeendelea kuandaa matukio makubwa ya kidiplomasia na kiuchumi, likiwemo kongamano la kiuchumi la kimataifa la St. Petersburg mwezi Julai na kongamano la BRICS mjini Kazan mnamo mwezi Agosti. Una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo, ili tu uwe wa kwanza kupata habari hizi kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.